unaweza share link. Kuna watu wenyu huko walikuwa wameniambia watumie link hapo. Ndio ni nimekuja. Imekuwa imemwok. Lakini simu lazima uimute kabisa. Usikuwe na wasiwasi. Nitumie nani anaitwaje mtu wangu hapo, Janjaweed. So nimesikia mtu amemute sauti yake, which is very good. So at least naweza kupata live and clear. Kuna watu hapo wanauliza maswali. Acha nishe link. Leo unajua nimepeleka watu kwa live on location, mazee watu wamenipasha. Wamesema tusiwahi rudi kwa Zoom, lakini sasa state sasa tutafanyaje kwa live? Hiyo itabidi ukuje. Nikuje huko? Kuja huko. Studio. Odipo? Mali haijafika bana. Iko jera sasa nimepata email tena. Madam nimepanda ndege inakuja sasa ni 3 hours kutoka Istanbul ama 4 hours. Kuna jamaa hapa anaitwa Bro Kolo anasema show imeanza mapema sana. Unajua kuna watu waonangi nini flyer. So watu wamezoea, watu wanajua show inakuaga 8 pm. Okay. So leo tumeka mapema kidogo, watahangaika. Kuna jamaa hapa anaitwa Johannes Mien anasema good to see Makacha and Nyanje. Mnajua huyu buda? Ana dini yangu labda usianze hivi. Na Tony Treza ameingia. Bram, kwani nini inaitwaje? Kafi bado haijaanza? Kafi inaanzaga 9 siku hizi, but watu wengi siku hizi pia wamekuwa immune kwa hiyo kafi. Bram, na mtu anauliza hapo kwani sio 802? Huyo Boni Biwot. Anauliza kwani sio 802? Boni Biwot. Queen anasema tuned. Eric G anasema right on time. Wewe Odipo na wewe pia yani uko live huko na uko live. Yeye ndio inaitwa living. Yes live, you're living. Hiyo ni living kweli. So I think hatachukua time mob sana because pia tuna time, but kuna mjamali niambia hatutaki utupeleke mbio na introduction, tupeleke polepole, hatuna haraka. So tutaanza kwa Gripa, alafu tuende kwa Odipo, alafu tukuje kwa Makacha. Salimieni wananchi. Thanks. Mimi kwa majina naitwa Gripa Nyanje. Gripa Nyanje, nimezaliwa Makongeni. Niendelee na mambo ya bola ama nipige tu intro hapo? Piga ka intro alafu tukuje kwa mambo ya bola. Okay, mimi naitwa Gripa Nyanje, nimezaliwa Makongeni lakini sasa naishi Dallas, Texas. Na mimi ni member wa vice chairman wa Camp Toyo USA. Wewe ndio chairman? Vice chairman wa Camp Toyo USA. Vice chairman. Yeah. Okay. Mimi naye naitwa Edwin Odipo, nilizaliwa mtu wa Siaya Jakababa huko, lakini nimelelewa mtaani ni Salem hapo the first state house. Sasa hizi niko hapa Rome, Georgia karibu na Atlanta, lakini pia kama Kentucky. So welcome everyone. Unaishi Kentucky? Niliishi Kentucky huko kabla ni move hapa. Niliishi Kentucky karibu 14 years. Nilika move hapa Atlanta 4 years ago. Ulifukuzwa ama ulienda? Kwani ulienda States lini? 2000. August 1st 2000. Birthday inakaa ya States. Jacob? Mimi naitwa Felix Makacha. Na hapa hivi US naishia Kansas City, Missouri. Unajua ni sitao ndogo na pia sitao kubwa iko hapo katikati. Si wajua watu wengi uliza Kansas City ni Kansas ama ni Missouri? Hii ni Kansas City, Missouri, na sisi tuko kwa Heart of America katikati ya US. Hakuna mtu anaishi huko Massachusetts? Kuna njeve huko, wakati wapendi njeve.
Hapo sawa basi majamaa, karibuni jo kwa show. Wale wametujoin, kuna wanaangalia kutoka kwa Facebook. Kuna jamaa wangu fulani hapo wa Dubai anaitwa Ombongi Edward, anasema nimefika hapa. Toma Dua amesema yuko live. Boni Biot, Austin Maze alituacha Mathare mayatima. Buda uliacha watu mayatima bwana. Anamconfuse na dadake. Huyu ni mdogo wangu. Tino. Yeah. Oh, Tino ndiye aliacha watu. Hiyo ni show ingine hiyo. Na Tino mwenyewe kwanza hapatikani. Nimetafuta Tino karibu 2 years. Hiyo ni show ingine. Clinton Lusuli pia anasema right on time. Kuna mtu hapa anaitwa the future wife forever. Anasema mshaji introduce ama bado. Rima Jack anasema tuned. Mtu wangu wa Eldoret huko Soi anaitwa Cynthia Lisa anasema 802 na 702 ina consume. Watu wamechanganikiwa mbaya. Prefect wa comment section pale anaitwa Anima Ferrari ako locked. Alex Ngare anasema camp yoyo. Alex Ngare ni jamaa huko Jeri, huyo haezi kosa kuingia hapo. Yvonne Eta pia anafanya shughuli yake safi pale FB. Anasema Heart of America pole. So tuanze na story yetu ya ball, si ndio? Because hii ni show ya ball. So nyinyi watu mmecheza ball. Odipo wewe kwanza Wise. Unajua Wise, ndio? Jojo wino alijua. Mlicheza na SG Pipe. Tulikuwa Pipe na wewe huko. Mlikuwa na Pipe huko. So si wote ni watu wa ball. So nataka tu mtupatie career yenu kidogo kabla tuanze ile story imetuleta hapa kwa show leo. Tuanze nayo Odipo. Unajua kama unacheza ball na mimi hujacheza ball. Wewe unajua wajuzi. Ndio nasema kweli masomo hapo Jeri chuo. Hapo Jeri chuo nilikutana na akina Gripa akiwa IQ, Sela akiwa IQ kabla ile masitu kiwafunga huko. Jeri tukashinda nationals 91. Tukifunga Kamega chuo. Baada hapo mimi nikaenda Coast. Huko Coast pia nilicheza timu kadhaa, kwa timu ilikuwa inajiita Faisal Coast, nilichezea kwa timu ilikuwa inajiita Burnley. Hapo Mombasa tulikuwa na Robert Mambo tulikuwa tunaichezea. Alafu sasa kuna timu ile na Forge pia. Tukiwa na Robert Mambo ilikuwa inajiita Nyota FC ya Mdosi wa KFF huko. Hiyo tulichezea. Alafu niliporudi Nairobi sasa ndio nilikuja nika sign utalii. Na before utalii nilikuwa Barclays. So hapo Barclays tukacheza kwa take care of us vizuri, utalii akakuja, tukaongea na coach. Coach akaniambia kuja tutakufanyia ABCD. Nika sign utalii. Lakini 3-4 months down the line coach na mzungusha ile story yetu ya job. Hiyo time imefika ni job unaangalia sasa maze. Mimi ni job nilikuwa nataka. Nikazungusha hivi nikasema unajua nini hii ball pia ndani ya keep and yake ya promise coach acha niachane nayo. Nikaachana na ball hivyo. Hiyo ilikuwa 99. Okay. Kufika 2000 Pipeline sasa nao Matana alikuwa huko. Matana akanichukua. Nikarudi kwa Pipeline sasa tulikuwa huko na kina Utinje. Tukacheza Pipeline na hiyo na all that time kwanza nikiwa course 96. Utinje ule mtoi wa Oletunga. Ogejo huyo sasa yule left Matata. Huyo. So nilikuwa nafuatilia story ya scholarship. So story ya scholarship nikitoka course nikuja Nairobi napata watu wameenda. Nasema sasa hii course hapa siwezi kaa. Juu course ndio watu wa course wamelala. Yenyewe ndio kweli course ukikaa tu umekaa chini ya mnazi unatulia. Nilikuja Nairobi nikuza so na mimi kwa watu walihisia. Ndio nibaki hapa Nairobi pia mimi niunganishe. Jaribu kwanza kuunganisha uzuri, mtu alipatia hiyo packet ya program watu wako nakuja US ilikuwa ni Oteshe. Oteshe akakuja kanipatia niaje ulipochukua hii form. Hizo tena yeye tulikuwa nayo chuo Jerry. So yeye best yangu sasa akanipatia hiyo form. Alafu kuna best yangu mwingine anaitwa Muroro Charles alikuwa na ofisi hapo Tao. Hapo nilikuwa na signing kucheck email, unalipa sapona check email, hiyo time email bado ilikuwa hakuna. So ndo nikaenda huko mambo ikaivana. Tukakuja hivi US sasa mambo hiyo ya scholarship. Sultan Rashid anasema Agrippa Nyanje former AFC Leopards. Buda hapo kwa Ingwe kuna mali lazima utupeleke na rada kidogo. Kuna jamaa wangu pia hapa anaitwa Pato Makush anasema yuko inside. Boni Biot
Boni Biot pia Kolokta anasema uko mnakamata Obusuma ama ni Z. Buda ama jamaa wameishi States miaka mingi sana. Odipo ndio anasema ameenda States 2000. Hiyo ni karibu 20 hiyo ni 20 years. 20 years. Lakini mnaongea tu Kiswahili ya mtaa. Kuna watu wengine wanatoka hapa kidogo hivi. Akiingia tu hapa Dubai. Kizungu inakuja zile za you know what I'm saying. You know what I'm saying, yeah? Agrippa. Snapshot. Okay, mimi vile nimesikia mimi ni Agrippa, nimezaliwa Kongo. Watu wajua Kongo hiyo ni Makongeni Nairobi. Yes. Nimechezea Green Eagles na timu moja hapo ya vijana wa mtaani kwa tunaitwa Green Eagles. Hiyo ngoma ilikuwa noma sana. So nimechezea Green Eagles kwa mtaani. Nimesoma hapo primary, nimesoma hapo Joseph Apudo, nikaenda AQ. So nilipochezea Green Eagles, time ikafika sasa ile time mzee unajua umecheza mtaani sana. Coach Matano akakuja akanitoa huko akaniambia by the way ishafika time sasa hii mambo ya mtaa utaacha. Sikutaka kuacha mtaani. Unajua tu game ya mtaani. Game haina pressure, game tamu sana. Yaani nyuka tu tunacheza na Resimianto, mara tutachezea Makongeni Youth, tumeenda Jerry kucheza Mabasanga Cup. So ngoma ilikuwa poa. But anyway by the way Matano akanitoa hapa akanipeleka Pipeline. So Pipeline sikio watu walikuwa nafikiria ni timu ya Inda huko, timu tu ile haina mambo, but sikio nakumbuka Shamako Babes ndio ilikuwa imekuja Mautalii hiyo time. Anyway nikapiga Pipeline miaka 2. Kutoka Pipeline tena mabeste wangu walikuwa Kuri, nikatoka nikaenda Reunion. Reunion nilienda nikasainiwa na secretary wetu mmoja alikuwa Chali wa Buru, alikuwa anaitwa Steven Oseyo, sasa yuko Brito. Alright. So tukaingia tulikuwa ma youth hapo, tulikuwa sisi kina Otamax, Era Uchido, kina Nzau, hiyo topic Makagola, Eric moja striker Dennis Chwea. But tulikuwa tunapata kulikuwa na maseniors wetu kina Timami, kina Gasha walikuwa wanacheza. So sisi tulikuwa tu ni kama ma youth wari tunacheza hapo kando. But anyway to cut the long story short, kuna time ilifika au masenior wakaanza kugoma ili watake kucheza. Then time yetu ikakuwa imefika sasa. Second leg inaenda kuanza na maveteran wako. So kukaa hapo hivyo ndio tukafanya nini? Tukaanza kuingia kwa team. So nikachezea nikakuwa captain by that time, na captain hiyo 96 95 96. Ndio sasa ikafika tena time sasa unajua pressure ya mzee lazima ucheze timu hiyo Shago. Pressure pia ikakuja tena. Kutoka huko kumsalaba, mimi mtu wa kumsalaba huko Kusero. Jamaa anachezeaje hii nataka kuchezea timu ya home. Sasa pressure ikakujaga home buda na kuuliza na hii ni timu gani unachezeaga? Uwezi chezea hii timu ya nyumbani. Anyway, Onalo alipokuja kunisign sasa by the hiyo time ya mwisho 96 ndio nikajoin FC. Kaenda Seychelles, kashinda Seychelles Cup, tukarudi tukashinda Eastern Central by then, and then 98 I think ndio ilikuwa mwaka yangu ya mwisho ama ya second last. 98 tukashinda ligi, na FC hajashinda ligi kuanzia siku hiyo. Nyinyi ndio mlikuwa generation ya mwisho. Sisi ndio watu wa mwisho kushinda hiyo ligi na FC. Nilikuwa kwa hiyo team ya 98, then fika 99 hapo. Job ilikuwa imenibana, nilikuwa na job hapo KTDA. So ilikuwa kumake pia game ilikuwa ngumu, juu naingia job, nafanya job from 8 to 5, nitoke nikimbie Nyayo nika-train, then tena nirudi niwe job. Niko na hizo vitu zinakuwa too much, siwezi handle. So ikabidi nipige job. Nikapiga job kidogo kufika 2003. Time yangu ya kukuja 2004, time yangu ya kuja States ikafika, niko na wacha niishie. Kwa hiyo ndio rada yangu mpaka leo. Kuna jamaa hapa huyo the same anasema why forever, the future why forever, anasema kwani kuna mtaya Sheng States vile guest wetu wanaongea utadhani bado wako Shauri Moyo. Alafu Daniel Muya anasema they are real Kenyans 20 years na bado wanabonga Sheng ya mtaa siku tweng. Chairman. Hello. Katueng. Rada. Mimi nasema bana, kwanza nasema bana thanks bana kwa kutukaribisha kwa show yako hii, maana unajua ni it's a place where unaweza kuja alafu unaweka watu pamoja, at least watu wanaweza kuji-express na kusema kitu ile inaendelea nao kuhusu ball ama kitu ile walifanya. Mimi nikisema story yangu ya ball imekuwa ni kama kila mahali.
maana keneza tajama mtaa zingine hapa mpaka watu wanashindwa jua, watu wengine hawajuangi exactly mimi nimetokea wapi. So juu nimekuwa almost karibu places different. Okay. Nilikuja nikacheza hapo hivyo, nicheza hapo Nairobi Hospital. Juu watu wengi uniuliza, ulikuwa hapo Nairobi Hospital? Tuliona Kibera kucheza Makiko Cup. Nimecheza huko line 7 huko hivyo chini, nimecheza Kiko Cup, sijui kuna mengi ngapi hapo Kiko Cup. Patoka baadaye kwenda Jerry. Nacheza hapo hivyo Jerry. Sasa unajua mtu yule alikuja akatudiscover saa vizuri, alikuwa ni the late Otifadha, ndio kwa sababu sisi ugabana tumemrespect sana Otifadha. Alikuja akatudiscover. Unajua Islanda sio time ilikuwa ni kuna timu kubwa ile Islanda, ile ilikuwa na mapro kina Bernard Otieno, kulikuwa na kina Felix Otieno, kulikuwa na names big kina Odie, kina Tas. So tulikuwa tuwezi fit hiyo timu ya Islanda sio. Otifadha akatufomia team ilikuwa inajiita Magic 90. Na hii Magic 90 ilikuwa imebeba kina Baresi, kina Cantona, kina Ochan, kina David Munda, kina Otira. Ilikuwa na Magic 90 ilikuwa ni kikosi ingechukuliwa ipelekwe hata Harambee, ni kikosi ingeenda i make difference. So ndio baada ya hapo Shedu alikuja akatuchukua akatupeleka Standard Bank, hiyo timu yetu. Timu yake akiwa anakuwa Standard Bank ikabreak akatupeleka Maziwa. Tulikuwa group yetu ilikuwa ndogo, ilikuwa ni kama wachezaji wa Shedu, Baresi, Olang, Pau, Oyuga. Mimi ilikuwa ni kama tuna move na Shedu mali anaenda. Shedu akakuja akatupeleka, kuna timu moja maybe watu wa saizi wajui, kuna timu hapo ilikuwa KTM. Akatupeleka Thika. Kenda hapo hivyo KTM tena ilikuwa Kenya Textile Mills ama kitu kama hiyo. Textile Mills. Textile Mills. Ilikuwa so kutoka hapo hivyo KTM timu ka break tena, ilikuwa ni Shedu anaanzisha timu inashikisha, timu inavunjwa na kampuni. Timu ikavunjwa, karudi hapo mtaani, so nikachezea Baya. Matano alikuwa kocha wangu hapo Baya. Tukacheza Baya, baadaye Shedu akakuja akatupeleka Sony Sugar. So Sony Sugar ndio nilipiga impact yangu sana ya bola hapo Sony Sugar. Pia tukacheza hapo Sony Sugar, tulikuwa kikosi ya watu hapo Jerry, watu kadhaa tulikuwa Sony. Hapo Sony baadaye Ziko akakuja akaniambia, hapana Felo, au deserve kuchezea hii timu kwa Sony. Wewe lazima ukuje Kogalo. So ndio Ziko akanivuta time ya Leslie, nikaenda kuchezea Gor. Leslie Okudo jamaa na respect sana, alikuwa na focus na vision ya body ya Kenya na hizo maclub zetu za Kenya sana, but watu hawakumpatia ile respect alikuwa na deserve. So ndio kuja Gor. Baada ya vile niliona vile Leslie alikuja akatritiwa hapo hivyo Gor, na vile alitoka Gor, mimi ni mmoja watu wale sikupenda, maana yake nilikuwa na respect na naona ile vision yake vile akitu sana alituambia, naona ametolewa. Nika decide bana it's a time bana nimeka another move. Ndio nikatoka hapo. Nikakuja baadaye. Nikaenda Central America. Central America huko hivyo almost karibu 3 years. Nikatoka Central America nikajoin Kole hapa. Kwa hapa hivi Kole nikamaliza Kole hiyo undergraduate na hiyo ingine hapo juu kidogo, alafu sasa ndio tuko hapa na nyinyi. Shukrani. What an introduction. Umejintroduce kama Chamundu Jacob mwenyewe. Anima Ferrari anasema kuna wengine walikuja kwa hii show Jo, wanaongea na mapua tu ati, lakini Bram umetuonyesha mambo kwa hii show na hajataja Kefwa. Halafu kuna Giziwe Jada Selo anasema Karamoja Bram umeamua kurudi Zoom. Hello, can you hear me? Hao watu wako States, internet yao iko very stable. Mkiona hata lighting yao iko very good, so I hope tutakuwa na show fiti, unless mimi pande yangu mtaani unajua KPLC wanaweza mwa anytime wanazima tu stima na hakuna kitu mnaweza do. So I think itakuwa fiti. Wale wametujoin saizi, tuko na group hapa ya Camptoe USA na ni majamaa wafiti sana, ni majamaa mtaani. Ndakuwa napeana pia credo maze Felo, kuna watu wanakuja kwa hii show week in week out maze, yani hawajaiko sa short tangu episode 1. So mimi watumia saa zingine nataka credo pia kidogo tu ile facilitation ndio waweze pia ku stream, because unajua pia mtaani maze situation aguan. So hata ukinirudishia hapo ka M-Pesa ka 2 million nasikia fit.
So Sunday msikuwe na wasiwasi, Sunday tutakuwa tunarudi live on location. Hii nimefanya very special because nilijaribu kuchukua flight kwenda States kufanya hii show, but because of curfew na hizi stories za COVID singeweza kufanikiwa. Ama vipi majamaa? Kweli. Yeah. Iko bie. So kabla tuguze hiyo story hizo stories za scholarship, because as you said there are so many beneficiary wa hizo stories za scholarship na kwenda States, but before tuongee hiyo story, atupeani scholarship majamaa. Msifikire tumekuja kwa hiyo kupeana scholarship, but ile team tuko nayo hapa take through the process, ile maybe how to go through what you need to do to acquire a scholarship, if there's any what take through, na zile programs zile wako involved nazo huko majupi watatuelekeza. But before tuende huko, I'm sure nyinyi wote mnajua kuna player fulani wa Harambee anaitwa Sydney Lokale. Sydney Lokale alikuwa ameenda kujaribu kutafuta huko majuu, na in yesterday nili receive information ya kwamba he was injured in training and he's out for a couple of weeks. So tunatakia Sydney Lokale a quick recovery na urudi upige hii kitu mazee. And then another development, kuna photos nitakuwa na share hapa with you guys at some point. Victor Wanyama zile academy yake ya Busia pia imetake off. I think kulikuwa na groundbreaking huko Busia. Ni project moja big sana, na sisi kama stakeholders wa game tukiona vitu kama hizi ziki happen tuna upload, sio? Ni kitu fiti sana na ndugu kijana, ni project itasaidia mavijana hizo sides za Western and Kenya in general. Alafu pia story ya COVID, sitaki tuongee sana story ya COVID because ni kitu tumekuwa tukiongea from day one. It's now becoming too tiring. But just as well, Kenya cases za COVID zina rise by the day Leo tumereport 637 cases. So majamaa wale wako mtaani, majamaa wale wako street, majamaa wale wanakuna hustle. Majamaa tujichunge tu to stay safe. Hii ni face ina come, ita pass just like the wind. Ama vipi? Yep. Kweli. Scholarship. Yep. Odipo, nataka kutuambia kitu. Sasa hapo kwa scholarship kwanza vile umesema, wacha pia mimi niweke disclaimer. Guys, we are not giving out scholarships. We are just telling you. Mimi leo kwanza nimechangamka nikijua leo pia mimi nitoka hapa niko na scholarship moja bana. Huwezi ni do hivyo buda. You're busting my bubble. History ya scholarships, wachezaji wa Kenya sana, wengi sana, especially pia leo kwa shule na makolego wanataka kujua. Utapataje scholarship? Watu wengi kwa inbox kuuliza. Ya kwanza ni the first thing you need to do is grades zako lazima zikuwe poa. Grades zikiwa poa, and I know you have to know somebody huko. Kama unajua mtu huko mbona unajua umecheza ball, unaweza mcontact tu ama utaka contact shule ukaongea na coach. The one thing naweza sema Wakenya wamefanya kitu poa sana ni Wakenya wale walitutangulia sisi hapa na scholarships. They did a wonderful job in the classroom na in the field na pia huko tu nje fanya job. Yeah. So number one, we have a good name. So coach wakisikia wewe ni Mkenya, interest iko juu. So kama unaweza chukua grades zako ziwe poa, alafu unaweza apply hizo vitu unaweza ku apply ni chapa, ucontact coach. Kitu kingine naweza ambia wachezaji, please kuongeni na hizo clips zenu mnazo YouTube. Hizo clips tu watu wana record wanaweka, because America saizi makocha hizo travel huko watataka kuuliza duda clips zako nione. So kama una tu clips umemake uziweke hapo YouTube, na vile tena brand kuna shughuli sio ukisema just use your real names. Usimwambie ati ona kwa hii sijui Facebook hii utapata sijui gani huo ndio mimi. No, just use your real names, weka clips zako hapo, kocha akiona kifurahia, he'll start the process. So scholarships ziko hapo in the US, and again the US, they want to dominate the global soccer market. Wanataka kudominate. That's how US haukua. Wakiona kitu ina do au wanataka kudominate. Na vile wao wanataka kudominate ni wanataka kuja kuiba all the best players around the global wallet hapo. So the chances are there. It's up to you on the other end. Lazima uwe serious, unafuatilia na vitu zitafunguka tu. Buda, vile nilikutumia poster jana, uliniambia Buda, hii poster iko sawa lakini kuna kitu ina miss hapo. Ulisema lazima niongeze hapo professor. Yeah.
Yeah, lazima professor. naona pia one of your guys from Capitol USA anaitwa Kadoch pia anani flash bana watu wa states pia ni Okay. anani flash hapa anasema nimuongeze kwa meeting room. I think maybe kuna vitu anataka pia kutushikisha rada, so let me just meet him as we proceed. Okay. Yeah. Yeah. So Kadoch, karibu jo. hatukusikii Kadoch. Ati nini? Karibu jo. Semeni mimi ndio huyu sasa. Nimesikia Felo nimepata message mama niambia Felo anapiga kelele na mkuta kwa simu hapo. Kabidi okay. So tuende kwa Felo, kuna anything to say about his stories of scholarship, because I think you're one of the beneficiaries wa hii story? Naweza sema kitu moja kama vile Odipo amesema, again pia ndarudia vile pia umesema, atupatieni scholarship, so yoyo atupatieni scholarship, so ni ku walk through ile what it takes ndio mtu kuweza ku obtain kama hiyo scholarship. Number one thing ni lazima pia umemaliza high school. Si tu ati scholarship. Mtu kama mpata message zingine, mtu nikiuliza mtu hebu nipatie your educational background. Nikikuuliza background yako education, si ati nakuweka down, najaribu kwa uplift. So ile kitu hiko ni mtu aniambia at least nilimaliza kitu kama high school. Alafu nimwambie okay, by the way mimi si coach hata wa college hapa, manake na hiyo pia ni one of the show zetu zile zitakuwa zinakam, kutakuwa nao ma coach wa college na watu wako mpaka na hizo ma licenses za coaching watakuwa wakiongea. So ile kitu hiko ni lazima at least kumaliza form 4, na pia grade lazima at least nafikiria average organi C at least, uko na average at least ya C plane at least. Alafu hapo ndio mahali pale sasa unaweza anza hata kuongea na coach. Mtu akikuangalia anaweza okay, unaweza ongea na coach. Na pia on the other end, maana akiona kama kuchezea college ball, lazima ukuwe mazee, wewe pia ni mchezaji una bidii. Pia unaweza. Si ati watu wengine wanafikiri ball ya college ni kama walk in the park. Ati ukikuja tia wale walami unakuja unawachenga, hapana. Kuna wachezaji wamecheza mpaka Premier League home wamekuja hapa hivi. Na ukipata ma college zao wako bench, haimaanishi ati ni wachezaji wabaya, ni kwa sababu ile standard iko pia ya college iko juu, ya college soccer pia iko juu. Na hiyo ndio unapata kulikuwa na exodus ile time yetu. Wachezaji wengi sana tulitoka huko home tukakam. So tuligo through your process hiyo ya lazima kwanza wanaangalia hizo high school, ulienda high school, ulimaliza, na si watu kupatia na vitu information fake. Maana information fake pia sisi zinajeopardize mali si tu uko juu. Mtu maybe una recommend mtu kwa coach, alafu akipatia na vitu unapata ni documents fake. Documents bana si legit. Hiyo pia unajua inaharibia sisi kama wa Kenya, inatuharibia, maana yake tusha set standard hapa hivi ya ball. So hapo ndio mali nasema. Na pia jaribuni bana, watu wako home wale mko high school mnataka kwenda college, jaribu pia unameka portfolio yako bana ya ball. Jaribu na make portfolio yako ya ball. Jaribu pia unajiweka out there. Usikwe unajiita hizi majina zingine kwa maybe kwa Facebook unajiita ati ule jamaa alimada douche, ati ile douche siji ya utaa, ile douche siji ya umo, siji majina kama hizo. Jita tu jina yako okay, Bramwell Karamoja. Alafu jua makocha zingine wanaenda kwa hizo ma Facebook page zenu wanaangalia who is this? Tunadeal na nani hapa hivi. Pia by the way, wacha niongeze kitu hapo. When nilikuwa nikicoach college hapa hivi, you don't have to, kama mimi coach, you don't have to be my friend ku access Facebook page yako. Mimi kama ni coach naweza override nikaona nini umepost. So I don't give so tukiwa coach ili kuambia students, make sure kitu umepost ina represent vizuri, maana yake tunaweza override system Facebook tukawatch nini watu wamepost. So you have to be very careful. Hello, endelea. So unapata vitu kama hizo pia zinachangia hapo. So lazima sisi kwanza kuwa na ile awareness. Unakuwa tu truthful kwa coach. Maana yake coach akiongea na wewe, uni jamaa anataka kuchange life yako. Ni kama unaongea na daktari wako. Wewe mazee labda una ugonjwa wengine ile utaki kuambia daktari, lakini unaambia daktari mazee mimi ugonjwa wangu ni hii mguu inaniuma sana. So daktari anakupatia dawa ya mguu, kumbe hiyo dawa inaenda inaharibu ile ugonjwa uko nayo.
vitu bana zinaanza collide bana kwa body yako, so unakuwa tu truthful, patiana information ile ya maana, ile legit itakusaidia. Na pia ukikuja kole, kuna asiati ukikuja kole tu umekaa sasa mimi ni mtu wa kucheza ball. Hakuna hapa mtu wa kucheza ball college. Wewe number one thing, wewe ni student, lazima mtu awe anajua wewe ni student number one. Lazima uende class na lazima grade zako ziwe poa, maana grade kama si poa coach atakudrop, na coach akikudrop inamaanisha una lose scholarship, na ukilose scholarship inamaanisha una lose status zako za US. Ukilose status inamaanisha una face deportation. So hizo ndio vitu, baadhi ya vitu zile kama toyoyo watu wakiwa na meet, si waga saa zingine tunaongea na ma college students, tunamuuliza mazee unaendeleaje chuo, nini inaendelea, so ile kujaribu ku motivate, ku encourage. Yeah, good stuff. Kadosh nakuja kwako, usikuwe na wasiwasi buda, wewe ni mtu yangu na unashapiga hapo. Mimi sinaga wasiwasi. Ushapiga kaujuang kako hapo smart, umetulia. Acha tuende kwa huyu mjamaa wangu hapa Agrippa. History ya scholarship your take, na kama unaweza tu take through pia. Okay, Odipo na Felo wameshaongea in terms of the requirements, what we need to do as players and then to the states. So mimi ningewa take on now life ushafika states, because sitaki kurudia kitu wameongea, mostly tumeongea discipline, basic requirements, what you need to do. Yeah. Ukifika states now, that's now another. Hiyo sasa ni ground ingine tofauti, because umekaa. So vitu zinakuja sasa ku affect our players, sasa ni culture shock. Umejua? Wewe umekuja hapa hivi, kitu ya kwanza unaenda chuo, na mostly unapata wa Kenya shida tuko nayo, naweza sema maybe most of us tumegrow life ya ghetto kiasi, so much stuff hatujui. Unakuja hapo unapata ulikoshazoea kwenda na basi, hakuna basi. Shule unafaa lazima una drive. Bila hiyo maybe ukitoka shule time zile za watu wamefungwa, inafaa kuishi na mtu, na mtaishiaje na huyo mtu. So kuna vitu zingine ndogo ndogo zile sasa ukishakuja umetulia hapa unataka usaidiwe. Because vile amekwambia shule ukishatoka umerudi, system ni system, haijalishi wewe ni mtu wa kole. System itakushika. Wewe ni mtu wa kole, umeenda au umetoka umesema wacha niende nikapati. Sasa mimi nimeingilia sasa social life. Kuna vitu tunafaa tukikuja wakati kwa shule tujihadhari sana, because zitaku affect tena kiasi ile hata hiyo scholarship itakuharibia. Umeenda tumeenda kupati SF jana unapata umepati. Huko nje polisi wanakuflag, wanakuweka kando. Tena ni nini? Umeshikwa juu ya ulevi. Ulevi inaenda kwa records. Ukienda kwa records unapatikana by the way haitaenda, itabaki Bramwell siku fulani ulishikwa umedrive na una drive kama umelewa. Hii kitu wanaitaga DUI, wanakuita DWI. Itafuta maisha yako yote. So discipline, si ati discipline inafaa kuwa shule alone, discipline inafaa kuwa ni discipline pia kwa community. Unaishiaje na watu wako huku nje, unajipresentaje, unakaaje na familia. Hizi vitu ndogo ndogo ndio tunafaa kujua. Na kama ni kungangana at least tujue ku drive, hizo ni vitu zile unafaa kujua. At least uanze ku save pesa yako kidogo, lazima utasave. Juu utapata watu unaishi nao, mtu labda tuna leo umejua nini bra, ndakupeleka shule leo, lakini kuanzia kesho utaanza kujishughulikia. Kujishughulikia kama uko na ka saving kako kadogo, utajua mzee mtu kama benisukuma hapa hivi, mimi ndeza chukua basi nijipeleke. Kitu na maanisha hapa ni bidii yako sasa kama student. Mtu amekuleta, lakini umeput effort gani wewe kama student sasa life wise, wacha hata shule. Life wise kuishi na watu kwa community, ku make sure at least umeishi na watu wote, majirani unakaaje now, all this stuff lazima tuzi accommodate na hiyo chuo. Ronald of course anasema we are immensely blessed to have these guys in our community. Impact hao huleta ni kubwa sana. Ronald of course najua nyinyi wote mnamjua, ni striker moja matata sana pale Sofapaka, na yeye pia ana projects zake ana run hapa mtaani, so big up to Ronald. Kado tunaona hapo ile buti ile Beckham alitumiaga kwa World Cup fulani kwa kitambo. Ile mpiga rote na nje. Odipo ameharibu. Zaiji introduce. Au kwa hapa sa introduction. Hebu introduce. Mimi si need introduction, lakini na need anyway. Kado cha hapa. Big up Brahma, at least kutuweka kwa show. Unajua time pia ndio noma, na introductions zingine zinakulaga time sana. Kweli bro. Ningependa tu kusema mazee solidarity kwa vitu mnafanya. Lakini niko blessed sana pia kwa show hapa. Tunajaribu kufanya vile tunaweza kwa watu hapa, na pia
kwa mtaani. Na the most important things ni kujiuliza watu watasema nini kukuhusu kama hauko hapo. Hiyo sasa ndio intro yangu. Buda, wisdom ile uko nayo kumbe imejaa kwa hiyo kofia. Umefulika wisdom na kofia. So nataka sasa turudi kwa story ya Camp Toyoyo. But before tuende kwa story ya Camp Toyoyo, because there's so many things you guys are doing in the USA, in the United States of America. Oh, story ya Kole imeisha sasa. Tumefunga story ya Kole. Kuna kitu nataka kuongezea kwa story ya Kole? Ya unajua I hope watu wamecover ground, lakini vile Felo amesema kuna more that huenda kwa hii process ya Kole. But nilikuwa nataka kuguzia kitu moja tu, sijui kama wamesema. Felo alikuwa ameniambia nitaingia kwa show midway. Hakunaga noma anakurudia buda. Kuna kuagana pia ile process ya kuingia US, najua paperwork, I-120 nini, all those things ni crucial. Ni vitu lazima pia watu wajue. Personal management vile Agrippa amesema, support yako ukiwa chuo, unaona. Alafu kuna vitu mingi zinaenda into kucheza pia. Ushasikia kwa headshot, kuna injury, gray shot, all these things waga zinakam, kusign letter of intent. Na hizo ndio vitu zitakuja saa kati naongea na watu wa Kole kusema ni nini uko supposed kufanya, nini hauko supposed kufanya, na details ndio watu wajue. Lakini the most important, eligibility, uko sawa, uko na zile parameters zinaangaliwa ndio uingilie, hiyo ndio check. Because kuna kitu moja inaweza kunock off hata kama uko na hizi vitu zingine. So ni important kuzingatia, lakini mengi tutakuwa na show. So wacha tu switch gears, alafu tupeleke saa pande ile tunaenda pale tuna transition. Yeah, pale Toyoyo. Sasa kuna kitu moja Felo amegusia hapa, hiyo story yake sema intelligence ya states, na vile Odipo pia amekamini kidogo akasema vile wanaweza override na hizi vitu. Nakumbuka last year nikikuja states nikienda embassy kuchukua visa, yani mimi nilikuwa nimebeba mafile buda, nilikuwa mpaka na title deed za shamba zangu zote za shamba. Nimebeba file hivi kufika embassy. Walai sikumaliza hata 2 minutes kwa counter. Huyo jamani nilifika hivi akaniita na jina yangu. Akaniuliza nenda States kufanya nini, nikamwambia nenda rugby. Akaniambia so umetoka, because nilikuwa pia Dubai rugby. Yani alikuwa na data yangu yote. Iko ngoja, I think yeye alikuwa anangoja nimdanganye ndio aninyime. So hiyo kitu nasema, I think pia hata watu wale wanaochapa mtaani vile tu tumewaambia hapa maze, if you're doing things don't lie maze, the lie will catch up with you. Ama jamaa intelligence yao jo, yani unless kama utaki kwenda huko pia. But Felo, Camp Toyoyo. Helwa. Okay. Camp Toyoyo bana ni kitu ilianza hapa US, ilianza 2009. Na unajua Camp Toyoyo kama uko home ilianzaga huko early 80s. Ilianza kitambo na the late again tunarudi kwake tena Otifadha. Yeah. Otifadha je, Camp Toyoyo huko mtaani alikuwa na organize tournament. Hizi mamtaa zote hizi zimebeba, kuna barisi ilinifundisha nitumiange hiyo word. Watu wanaumanga mtaani. Kuna mamtaa hizi zilikuwa na watu manga hizi. Wacha Agrippa anatuangalia hapa hivi. Kije. Watu matimizi zote Otifadha alikuwa anaziweka pamoja, wanacheza ball na hakuna umanga hapo. Watu wote wanamsikiza. Hizo time hakuwa hata na cell phone, atile jamaa mna games ngapi, ati siji WhatsApp. Hakuna hata vitu kama hizo. Lakini Otifadha alikuwa ana host hizi mataonam bila hata chapa. Sasa macheza finali hata hakuna trophy. Lakini finali imebamba mtaa, Jerio uwanja imejaa. So vile sisi tulikuja hapa hivi US, tushaenda college, okay, ni sawa. Tushamaliza college. Unajua hapa hivi ukimaliza college, ogani kama ball yako imeisha. So sisi tukaangalia tuko na mazee nini tunaweza fanya ile momentum ya watu ya ball iendelee, alafu ile brotherhood sisterhood bana iendelee. Hapo ndo tulikam up na Toyoyo hapa. So tukatoa hiyo nini ya mtaani tukaileta hapa hivi. Tukatumia almost ni kama same model ile nani Otifadha alikuwa anatumia hapo mtaani. So ndio tukajaribu kuweka watu pamoja, teams zilikuja zikacheza tona za kwanza. Na la kitu imeshika momentum isiishe iendelee, lakini kuifanyia kwa nini kwa poa. But tuna move from one state to another. Kama leo tuseme hii mwaka ichezo hii state, next time itachezwa state nyingine, na sisi ndio tunachagua mali inachezwa. Ni hao ma members kuja wana decide, wana vote itachezwa wapi. Watu wako na highest votes ni kama bidding. Toyoyo inapelekwa huko mali watu wale wako na highest bid. Yeah. Professor? Mimi nasema tu hiyo time, in fact 2008-9 ndio Facebook ilikuwa inaanza na iko na kila mtu. So
ilikuwa hard sana tulikuwa hapa US na sehemu mwingine yuko huko ulisema wapi Massachusetts sijui wapi huko Massachusetts. imagine tulikuwa tuna communicate tu na simu peke yake hatuonani na the whole summer wale wako free. Sasa tuliorganize story ya kwanza we were shocked vile tulifind so many players wakamtani wako hapa tukashtuka sema haya yani yote mko hapa na that one tuliona this thing it was come by therapeutic pia because we've not seen these guys mnakutana you catch up and it's only 2-3 days so hapo tukasema no this thing has to continue and then pia after hapo tukaambia ya kule mimi naishi kuko hivi na hivi kuna majob ama ile kuchanuana tu ile kimtaani tu au unaacha basi mtaama mtakamuko nini so this social networking poa sana. Yanje. Kuongezea I think Odipo amesema vile si uendelea unapata tuko na seasons basically let me say 2 seasons winter na summer na states ni kubwa Bramo umekuwa huku na states ni big sana so kuonana inakuwa ngumu kabisa so tulidecide at least during summer time watu wanaweza travel watu wanaweza piga road trip kama tunaweza kuwa tunakutana during that time because vile umesikia tuko na generations tofauti kuna watu walikuja 2000 kuna watu wamekuja 2020 nao wote ni wachezaji na sisi consider kama ni soccer fraternity we are all family problem zile player wa sahi anapata ndio zile problem labda Odipo alipata 2000 so hii inakuwa the best forum ya siku kukutana so that tunaweza share at least tuna share hizi shida za kila mtu so utapata mtu yule amekuja 2000 na mtu amekuja 2020 huwa 2020 hatumjui lakini nataka nilipate example ile mtu alikaa katuuliza nani player tunajua anatuuliza na huyu ni nani mnasalimia mnamwambia huyu ni Baresi ati Baresi ni nani so unaona so inakuwa tuko hapa states lakini hatujuani na inafika mahali sasa we are one family because Bramo umekuja wewe unaishi Alaska na unapata hauna mtu unajua uko so much frustrated by the way tukiorganize tournament alafu umekuja ukapata Wakenya wengi mahali pamoja wanaongea juu ya ball watu wanaongea vile wataweza saidiana unaanza kupata at least uko home na that the time tunatumia kumenta tunatumia kuongea na wachezaji tunaanza kuambia vitu tunawaambia kama hiyo nikikwambia niko na nimesahau kuguzia hii part moja unapata umeingia states na katika ile mambo ya haraka mtu anasema Bramo uko states ajui vile unaishi umejua so umekaa hebu nitumie kambao nitumie kaso wewe na vile umeingia wewe bado ni student tunataka kuoneshana yenyewe unaweza so hiyo ndio time tunakaa tunaongea nao tunaambia wachezaji msiwe na haraka itajipa ikijipa utasaidia hakuna wasiwasi wewe kuja tulia so unapata time ya kuinteract na time ya kuongea na wachezaji walikuwa hapa kitambo jani yao ya life ya ball vitu wamepitia kama kuna problems zile unapitia umejua mambo mingi depression ziko unakuja ukiongea na fellow unaongea na grip na kuambia ile jani unapitia nimepitia ati umejua bana nimeenda kwa coach bana amenilalisha kwa living room unamwambia jo mtoto wetu vumilia that's the time tunakuja kama my brother tunaongea na not only that sasa tukirudi mambo ya mtaani tukianza kuambia by the way player mlicheza naye so and so yuko hivi na hivi ni aendelee poa na labda ananidika foundation fulani coaching vitu zingine zinaendelea tukikaa chini tukiwa blessed kidogo tunaanza kuona nini tunaweza fanya kusaidia huyu player sasa hapo ndo Camp Toyo USA tunakamini kwanza kujua sisi tumekuwa family tumekaa tumepitia through hii journey tumeona vile watu wanahangaika how can we help community hapa states na tunaweza saidiaje community home kama tunaweza if it's a project that we can help then tunakaa tunaongea na members tunaweza saidiaje ndio unapata tunajiingiza kwa hizo vitu za Kadenge Cup tunawa help tunapata labda kuna foundation Musa na kam nayo hapa kitukuzia tunaona we've been there tumekuwa kwa ile maisha hatuna viatu sasa tumefika mahali tunaanza kuona at least naweza pata viatu at least naweza drive kagari kangu nikaenda job so atusahau watu tuliacha nyuma na if it's something that it's really helping the community then tunaona we can just come inside na tusaidie sawa Adoch kabla nisome comment hapa ama uende kwanza ndio nisome comment tunaenda tutakuwa sasa show ni wewe una run the show daddy soma comments nataka kuchukua swali hapa kutoka kwa jamangu fulani anaitwa Kevin Lanyo
Kevin Lanyo ni jamaa tulikuwa naye Kole na ni mtu pia ufuata show sana, ni jamaa very vast with knowledge. Ameniambia niwaulize hawa wazito wote walikuwa athletes kabla ya kwenda majuu. Mbona mtu akienda majuu sports inakwenda kando, hustle and other things zinaanza? Kwani level ya sports huko majuu iko high sana for them to make it, ama ni nini? Ile naweza sema nikianza hiyo si ati level ya sports pia iko juu. Alafu another thing, level ya age kukatch iko higher than hata level ya sports. Na kinajua saa zile age na catch there is nothing bone marrow. Yeah, the only ball ile unacheza na akili yako, unapiga mapass, miss pass na akili, lakini mazee physically you move. No, but there's some players who've gone to the States for these scholarships at the prime of their careers. Nikikumbuka mtu kama anaweza kumbuka watu kama kina Baresi, Cantona, kuna watu wengi sana Maruti, kina Brian Ombichi, Chris, alikuwa anaitwaje huyu aliwa FC Chris nani? Ojiambo. Wajua kuna kitu moja pia Abraham ni aje. Kuja hapa college at least average age yetu inakogawa. Wachezaji wengi inakoga ni 25 years. Mtu kuja una join college. 25 ya kweli ama ya mchezaji? Ile mtu ataiweka hapo ile ina nini? Ile show, hiyo ni show mzima. Yeah. So hiyo 25 ile unasema na ile mtu mwenyewe anafikiria. So una get mtu anakuja kama yuko 25 na college enyewe undergraduate ni 4 years. So ukiongeza hapo hiyo mtu anamaliza college ana miaka ngapi? 29. Alafu hapa nje kuna hiyo hustle yako 2 years. Kujaribu kuweka status zako ziwe poa 2 years. So already ushapiga hapo kwa 30. So unataka kukimbizana huko ama unataka kuangalia familia yako itakuwaje? Haya, alafu Brian, mimi kama nikimaliza Kole kwa timu ya MLS, ndio MLS iko inaanza. Hiyo timu inataka niende trials. Nikaambia sasa tukaongea, wakanisha zile figures watakuwa wananilipa jibini foreigner. Na wanaiba wanataka kunilipa na make some money nifanye masomo kwa camp. Wao jamaa wanataka kunikimbiza hiyo leo ndio America ndio na fitness. Na mimi naweza kimbiza watu wengi hapa nimekimbiza. Sasa ndio nibaki hapa. Kadoch. Sema unajua tuko kwako. Nataka kuchangia kwa hii mambo ya umesema wachezaji wanakuja alafu kidogo. Na Felo amesema hivyo, kuna kitu moja pia hapa lazima tuangalie. Ukisha move hapa States kuna pia impression watu wako nayo home. Mzee pressure pia inaanza pale ya watu wanataka kuaje. Sasa unaingia kwa hustling. Sasa unajua kujuggle hizi vitu mbili, Kole na pia hustling na career. Hiyo balance pia wagani noma sana, especially kumbuka tukienda mahali pa kuja Kole kuna vitu tunaangalia ka GPA academic qualification pia, because saizi hata scholarship pia wanaangalia si tu mtu wote, vitu zimekuwa competitive ku maintain hiyo. Sasa momentum ya vitabu na nini na coursework na ukuje usukume ndani historia ya kusukuma game, kuna intense pressure hapo, alafu ongezea hapo pia kuna burden umebeba. Watu walichangisha doka kuja Mbuyu madha pale pia unataka kuimprove life yao. So in fact advice yangu na tukienda tu kwa numbers 2% hizi Kole unatazi kwa hapa over 1300 colleges zile kuna programs za soka watu cheza international ni 2%. Keep that in mind. Kiona namba kayo inakwambia then tumia hii stepping stone ya kusema nini nita enjoy game, lakini at the same time because injury na age hizo vitu mbili hauwezi escape zote mbili. Unaweza escape injury lakini age nayo itakwambia ile turning ulikuwa unafanya haiko. Turning inabidi sasa kwa nyumba. Ndio hiyo. Performance yako inakuwa top notch kwa other playgrounds. Unajua na maisha nini. So tukiendelea kuna vitu pia nataka tukiendelea tu kuchapa story, nataka tuangalie mambo moja mbili hapa. Kuna watu wamejoin show saizi wananiuliza buda ukusi story ya yule jamaa wa Nakuru. Sydney Lokale ndio huyu hapo hospitali aliandago injury, aliandago operation, alipata injury ya knee if I'm not wrong. Yesterday alikuwa akitrain akapata injury, so he's out for a couple of weeks. We wish Sydney Lokale a quick recovery. Alikuwa ameenda Juma Zesaka Nyamazi. Alafu hapo kuna ground breaking imefanywa kwa ile grao ya huko Busia. Huyu ni brother ya Wanyama anaitwa Baba, so amefanya ground breaking. Tunakuja hapo na project moja hatari sana ya watu hii
So pia hii ni story pia lazima tu highlight because ina highlight pia aspect moja ya futa. Makacha. Ananyoa box hapo. Ama ni punk. Tulikuwa naita punk. Hapa ni wapi? Hapa ilikuwa ni Sony Awendo. Hii ilikuwa ni game ya hii game nafikiri hata Agrippa ulicheza. Hii ni game ya AFC na Sony Sugar. Na by the way hii game ni very Nzasha aliongea about hii game. Kuna mchezaji alidai hii game hii nakumbuka vizuri sana. Alikuwa ni fan wa Sony. Game ya Sony na AFC. Game haikuenda poa, kulikuwa na bao ilifungwa hapo kwa na fracas, alafu baadaye kazuiwa na manini na makarao alituzuia. Tunajaribu kuchukua players wa AFC tunawatoa nje. Watu wakazuiwa ikakuwa mazee mwezi toka. So baadaye hapo kuna fan alikuja akadai na ilikuwa ni karao alishoot hiyo gun but mbaya bana ilipata fan. But yeah, huyo ni Otamax. Na hapo Eric Ochieng Cantona. Yeah. Papa Wemba. Ni Papa Wemba bana, OT, alafu kuna jamaa moja hapa Felo, alafu kuna Kanto. Hatukuwa na mimi ndo nilikuwa tu na hairstyle na OT. Ili timu gani? Ni Sony. Hii ilikuwa ni Sony Sugar. Ala Kanto alicheza Sony? Sony ilikuwa ni timu ya Jerry. Hizi from mbaya hizi. Shedu ndio aliwapeleka huko. Yeah. Alafu hapo naona hapo ni mzee Sepe ama Sepe kabla yuko na nyuki. Huyo ni Kristo Jambo, Sepe, alafu na Felix Makacha. Huyu sasa si Felo. Felo yule alikuwa anacheza ball, huyu ni Felix Makacha. Na hapo mzee Godfrey. Yeah, hapo kuna Godi, kuna Oscar, kuna Mike Arum, alafu kuna Moody alikuwa mchezaji wa Isili Sports. Yeah. Hii kikosi yenyu hii tunaweza wafunga mbaya na timu yangu ya Hippos. Ilikuwa ni Toyo nafikiri ya Dallas. Ya Dallas, yeah, hapo ni ya Dallas. Yeah, Toyo ya Dallas ni. Vitambi sasa basi. Kado anaweza tuambia kuhusu hii. Yeye ndio anaelewa hii picha. Kado hii sasa ilikuwa ni Camp Toyoyo tukiwa hapa upande wa juu Minnesota hapa pande hii Wazito walikuwa wanacheza hapo testimonial. Hii game ilikuwa ni testimonial. Zile game tunaorganize pia Camp Toyoyo sasa tumesema kuorganize pia watu wale walicheza game. Wako na game ya team ya Taso versus ya Baresi. Alafu unaona ukiweza angalia hapo utaona hiyo crown paint kwambia tu ni pande gani hiyo. Ingwe. Baada ya kusukuma game tournament sasa siku hizi tumeintroduce because tumesema Camp Toyoyo sasa unajua tuna come up na ideas mpya. You know, tuna innovate, tuna evolve into other things. So hii ilikuwa game moja ile sasa tunasema Camp Toyoyo tukisukuma tournament. Vijana wa young pia tutakimbizana nao. Wanatuchokesha sana. Kuna jamaa hapa anaitwa Uchiwe Ida anauliza mbona sioni Achar George. Achar George ni jamaa mwingine anatusumbuaga huko kwa wadau huko. Anasema na mjio ile mkosi. Ile mkosi. Sophie George. So hii ni picha ilipigwa na hapa sasa nadhani ndipo. Hii ni last two weekends ile Toyoyo ilifanyika lakini haikufanyika. Hii timu ya Alabama ya Wakenya wako 2 hours away kutoka hapa Atlanta, tukawainvite wakuje, wakakuja tukacheza nao hapo hivyo. After hapo tukakuwa na nyama choma yetu hapo. So Wakenya wako wengi huku. So hii kukutana tu socializing ni poa. Naona pia uniform ni overarmor. Utatuambia story ya hiyo uniform na hiyo label pia because naona pia umeipiga hapo nyuma yako kwa background. So pia utatupeleka. Hiyo. Agrippa. Hii ni Agrippa hii. Hiyo game hata usiongee Brad. Hii game ilikuwa na mambo mingi sana. I think Mwanasa aliwaambia. Mnyahano hapa ni hii game ilikuwa na mambo mob hapa. I think ni Mumias. Ni Mumias Hapa Mumias nakwambia before tufike hiyo study tulikuwa tumepita nyuma ya miwa huko. Ajuoga. Hiyo ilikuwa ni juu ya Dumbo. Hapa ndio nakwambia kucheza hizi timu kubwa ni kazi bana.
Nikikwambia 97 tulikuwa na kikosi ingine. Kikosi ilikuwa Watergwal, nakwambia katikati kulikuwa kina Sesei, Tom Juma, Kanto, Filipo Uma, nyuma tulikuwa Polo Chieng, tulikuwa Marebu Michuku. Ilikuwa ni kikosi ile hata wewe mwenyewe ukikaa uwezi ipanga. But anyway ilikuwa 98 kwa tunaenda Mumias. Hiyo Mumias nakuambia tulivunja gate 4 na tulifungwa bao 4. Kuna maproject pia unafanya mtaani pia na vijana, so maybe kama unaweza tupatia briefly tu ni project gani? Umejua kila mahali nilikuwa naongea kwa story yangu, kila mahali umejua ukitoka ni fit sana ukikumbuka mahali ulitoka. Juu si tumelelewa, mimi nimegrow Kongo, nimelelewa mahali hao ni room moja. Hiyo ndio living room, ndio bedroom, hata choo hamna ndani ya hao. So saa zingine nikikaa hapa nikiona watu wanaendelea, najaribu kufikiria, akili yangu nigongea back home, najaribu kuangalia mahali nimetoka, najaribu kuangalia shughuli nimekaa. Kuna vijana kama huyo kijana yuko hapo Amin. Huyu jamaa amejitolea bana. Amin amejitolea, utaenda mtaani utasikia story, ana coach watoi kuanzia hizo level za under 12, 13, 14. Nilienda mtaani nikapata ameshinda tu kwa hiyo kiwanja all the time ana coach watoi. So nikipata kitu kidogo moja jaribu kuwasukumia. Hapo nilikuwa na Bobby Ogola alikuwa amekuja kutembea hapa, tulikuwa tumempigia kapati fulani, umejua ma legends za haita makuja huko watu hawajui. So kidogo nikamwambia huyu ni mtu na respect sana, huyu mtu amewakilisha Kenya kwa map. So tulikuwa na dinner, tukakaa naye hapo kidogo tukamcelebrate. Hiyo ni ile area ulinipeleka ama hii nyingine? Hiyo ni ile area ulikula ugali ukamaliza. Drama lilete ugali sio alikuwa jakula siku ngapi. Hii tena ni Kongo na hii ni karibu 2008. Hizo uniform Alan Odhiambo alikuwa amenipa nikapelekea vijana na wote na ni surprise. Niliporudi mtaani nikaanza kuambiwa hawa vijana wajua hata mimi sasa siwakumbuki, ndio watu wanachezea Gor, mwingine hata mwingine Nelson alikuwa anachezea Kakamega High ni captain, but akili yangu igongea unaenda kusaidia na ujui zile hats una touch. Ukirudi unakumbuka ile picha, huyo kijana alicheza hapo that time. Kuna jamaa hapa anaitwa Esau Ndumba anasema, "Bram, mbona umekata hiyo story ya Mumias?" Ya kupitia kwa miwe. Professor. By the way, hapa sasa ndio tuna graduate huko katikati hapo, hiyo ndio wife. Alafu Professor mwingine huku kando ndio alikuwa ambassador wa Malawi hapa US. So sio nafundisha naye hapo pia. So na nakwambia hiyo gown nimevaa, vitu zote nimepata na hiyo gown kwa sababu ya ball. Mimi nakwambia ni ball. Ball ndio imelipa shule yote mpaka sasa hii. Tunaambia vijana, hizo vitu ziko facha za ball mtaani, chukua serious, ukifika hapa hivi wacha mtaani. So Musa na ball iko kwa hati yangu. Kieria Mbugua Tosh anasema, Agrippa Nyanje unagotewa na KANU, Daniel Otieno. Hiyo ni group yangu ya Princess. Those days nikiwa so sasa basi Odipo nakuja kwa historia over Ama just in a few. Wacha tutumalize, naona umelipa mpaka ma model Buda wapigie model mpaka Otamax na mimi yangu haijafika. Yangu ni kwa maugo mimi sijui. So ebu nataka mniambie kitu kuhusu hii shughuli ya mwenzetu hapa mzee Obala. Mmesema nyinyi watu pia mna support mavitu mtaani, ma projects mtaani as Camp Toyoyo na pia individually. So tukianza maybe na Fellow, just take us roughly because pia show imebakisha dakika kidogo sana, tumebakisha kama dakika kama 10 hivi. Just take us briefly among the projects zile mnafanya mtaani, kama kuna watu mnasaidia, kama kuna vitu mnataka tujue, and then tukiendelea kumalizia tu. Okay, so unajua kwa vile sisi tumejiorganize hapo ni wacha niwachie Kadoch take over hiyo. Kadoch hiyo ndio area yake. Mimi ndio mtu wagana fly under the radar tu. Wewe ndio crunch my numbers. Tuende basi, tupeleke. Kidogo na pop. Anyway, unajua ile kitu tumefanya as Camp Toyoyo beside kuunganisha Wakenya hapa na kuplay ni kuangalia pia ni nini tunaweza add mtaani. Ni really crucial. Na kila kitu ni subject to availability ya resources. So tumekuwa na criteria as Camp Toyoyo ya kusema tuna identify need.
tuna identify pia mtu ule ana run already, amegather momentum kidogo, alafu tunampea push ku make sure vitu zake pia zinakimbia. So mtu kao Obalad classic example, wanafanya vitu za maana sana pale Manyata Kisumu. So tukao hiyo tunakuja tunamleta kwa show, tunampigia hiyo platform pia juu watu wengine pia wanamuona na huyu jamaa ana na vitu kaizi, because kuna watu tumenotice hata on the ground wana potential kusaidia, lakini vile mtu hajapata hiyo platform. Na ningependa hata Bram, wewe na watu wengine huko home, kama mnaweza pia highlight some of this stuff zinafanyika, especially na players wale walicheza ball career, walivaa uniform, walikuwa na walishoulder the national team na team zingine, na sasa wanafanya vitu fulani kwa add value. Tunaangalia tunasema tunaweza support nini hapo. Na so ni partnership tunachukua na the entire Camp Toyoyo community hapa, na pia watu on the ground, because tume notice in the process ya kwa highlight kuna support pia kidogo ile ingepotea, lakini iko on the ground inakuja. So na hizi vitu zote ni ku develop our total mentorship programs za youth, kuwafanya wasikue deviant kwa situations zile zitawakatisia. So Obala ni mmoja wao, na pia kama umekokiwatch ama watu wameko show wameona kuna watu similar tu tume highlight vitu tunajaribu kufanya kusaidia. Most important, unajua kulikuwa na Kadenge Cup, kuna situation pia za makoach, watu pia wamekuwa na issues, ni wagonjwa. Tuna rally watu pia hapa kusema maze to take ownership na to support mahali tunaweza. Mtu ana struggle lakini kuna nini, so hata kama mtu akona vitu anafanya zile ana ni mzuri, tunaweza zi highlight, ni ana to contact tu, because kuna support ile mimi siwezi peana, lakini kuna mtu mwingine akiona from outside anapiga booster. Hizo ndio vitu, ndio tujijenge, ndio to move forward. Yes, kuna challenges pia watu na face. Umesema Karamoja Super Cup hapo, tuandike proposal ama Karamoja Super Cup, tuandike proposal ikuje chambuliwe. Kuna profesa hapa. Kabla tuendelee, kuna jamaa hapa, kuna jamaa wangu fulani anaitwa Davy Toronto anaitwa Gamagereza. Acha nauliza Kevin Dugari anakuja kwa show lini? So Kevo pia Dugari amejibu hapo, amemreply akasema ati mimi nilisema ati Dugari ana story inaweza sell show. Huyu jamaa alikuwa mdeadly sana ball, na nilikuwa napanga show yake ingine hapo, lakini kuna mali kidogo ilitoka timing, so ikabidi nimpeleke tena kwa kakio hapo kidogo. But Dugari lazima kuje kwa show. Wewe hata nikwambie Bram, sema Agripa, unajua sasa mimi ndio wagana Agripa, tulia. Ndio nimekuja kwa hii show, mliwa show sasa tulia hapa, ndio magana set watu straight. Dugari ukitaka kuja kwa show, unajua muulize tu utaku contact nani. Huyu ni mimi nimemlea. Unaona zingine Umelia lazima tukuje through. Na hapo Bram ndio nimesema lazima niongee. Umejua tuko na watu wa Camp Toyoyo hapa, lakini kuna heshima nyingine hawatupatii, wamejifanya wataki kutupatia heshima. Lazima wakuambie hii cup ya Camp Toyoyo. Mimi ni mtu wa Dallas na lazima tu tutoe kichwa tuseme vijana wangu wa Dallas Safari wamekuwa nashinda hii tournament wameshinda mara 3 zikifuatana. Na ni bidii wanapiga hapa Dallas. Huyu Dugari unasikia amekuwa top scorer, ni kijana wa Dallas. Dugari bado anaweza icheza mpaka sasa hivi. So, namtambua, lazima kuje kwa show yangu, lazima ni striker wangu, lazima atakuwa hapo. Nikiona jina yake lazima nitetemeke, niseme by the way huyu ni kijana wangu striker matata sana. Dugari umesikia? So show lazima tutengeneze, lazima ukuje hapa ulete hapa kizungu yako hiyo ama kimtaa. Afande Sele mazee pia amekuwa msik, na naona pia ana watch show, anasema ati alikuwa ashatumiwa mpaka fare ya kwenda episode ya Camp Toyoyo hii mwaka, but machozi tu COVID happened. Mimi pia mazee nilikuwa mpaka nimebukiwa mahoteli hapa, chama na nilimtumia tickets. COVID pia kwende huko. Over Ama Pemba, tuambie Over Ama ni nini na what is the story behind it bro, in 2 minutes. Over Ama ni kampuni ilianzisha bila nilikuwa hapo bila kukosa Toyoyo. Hebu imagine Bram, tulikuwa 2000, kwanza 2000 kila team za high school, za club, za college, kila mwaka timu zibali uniform mpya. Hizo ni kisha hiyo inaenda hivyo, wachezaji mnakuwa na banquet, mnapewa uniform zenu, uniform mpya za kisha zanunuliwa. Sasa nilikani kaangalia kwa nani, unajua nini? There is an avenue here to make money. Sasa kwa research yangu na kuangalia hiyo logo yangu inafanana na ile logo nyingine ile siwezi itaja ya Under Armour. Wewe usitaje.
Sasa mimi nikaituma kwa patent office, watu wa patent wakaiaccept, nikaanza kudama vitu na ever since nini been picking inaendelea, hata nikadesign uniform za Kenya, watu wanazipenda sana. So hiyo ndio niko sasa pia kwa hiyo biashara, na unajua pia mimi nafundisha marketing, so hiyo ni field yangu. Na hizo picha umeona hapo zingine na students wangu hata nimekiza na picha, so hiyo ndio Rama is coming over to take Kenya soon. I'm still waiting for my consignment, so ikifika tu utanipeleka pia na rada. Kapi pia naona hapa na Ucho Musa Otieno Ongao is recovered from his previous COVID condition, so yuko mtaani na Ucho anasema napenda. Agrippa, kuna mambo pia nyinyi mnafanya huko States pia lazima tu. Kabla tuende kwa hiyo shughuli mnafanya na hiyo Legends Corner, just one thing nilikuwa karibu nisahau ningependa tu highlight. Kulikuwa na story ya anajitaga the Duke of wapi? The Duke of game. Orlando Baridi. Kuliendaje jo? Juu ni mtu wako huko pia na nyinyi ni watu mko huko na mmesema mnashughulikia pia maslahi. Hebu tupelekeni kuliendaje ama tutachoma? Tutazungumzia na now that we may bring up lazima tuiongelee. I think vile tumeongea tukakwambia Bram, tukiwa hapa kwanza ningeshukuru ningepatia members wetu wa Camp Toyo. Tukisema tuko hapa Camp Toyo si peke yetu, si ati mimi Kadoch Fellow ama Odipo. Kuna watu wengi wako, tuko na team nzima kwa background, na watu wamekuwa wanatusaidia sana in terms of tukitaka kitu yoyote wata show up, watatusaidia, watatupush, advice zote watatupatia. So sisi tu tunazungumza, tunazungumza tukitoka kwa watu. What that means ni kwamba tukiwa na watu tunashughulikia, si utaka kuwa pamoja. So hii kesi Orlando State ina mambo mingi. Na umejua vile hii mambo inatokea ya COVID na nini, kila kitu imekuwa slow. Umejua system wise pia imekuwa slow. So Orlando alipatwa na mambo alipatwa nayo, na kwanza kuanzia yuko in good health, ana communicate, tuko poa naye, but yuko na watu wanashughulika, kuna maloya wako kwa hiyo kesi yake wanashughulika. So si story tulitaka kuingia ndani, juu kama uliona barua tuliandika, tukutaka kujeopardize story vile inaendelea. Na tulisikia mbaya sana tukiwa sisi tuko hapa kwa ground, tunajaribu kungangana, tunajaribu kuangalia story yake inaendaje, na tunaenda hivyo tukiwa wacha tumewaza mtaani tukiwa chonjo, hatutaki tukanyage mahali pabaya ile inaweza haribu mambo yake. So ukipata story yake imetokea nimeenda mtaani na mtu fulani ameenda kailipwa huko hivyo, umejua social media musema kila siku ni kitu inaweza haribu sana mambo, because huyu ni jamaa yuko na familia, watu wanamtegemea, wamejua ameenda majuu, anashughulika. So kuwashtua tu na information ile, mtu hajagather information vizuri, na sisi tuko hapa kwa ground, haileti shangwe. So Orlando mwenyewe hakufurahia, but sisi kama Camp Toyo USA kitu tulifanya, tuliandika barua tukasema si kitu tunaweza ingilia sana. Kuna watu wanashughulika na tutaki information mingi ikakuja ikaribu mambo inaendelea kwa ground, but yuko kwa health poa. Labda Kado chaongeze kidogo hapo. Kabla Kado chaongeze kitu, coaches pia Ghost pia ako live anatucheki, anasema yeye pia alikuwa anafaa kukuja Camp Toyo hii mwaka. So I think maybe next year tutakuja next year. Tulikuwa nafaa kwa flight same. So Kadoch, I think hiyo story ya Orlando maybe unaweza gusia tu kidogo, and then Fellow atatuambia hiyo story yenu ya Legends Corner, alafu tu end up show. So ile tunaweza guzia na vile Agrippa amesema, na sitaki kwenda sana kwa detail, ni kuwa hatukutaka situation ile watu wanachukua information alafu wanaiblow. Na maybe wanataka ratings ama nini, that's na hizo ni mambo tulika kwa barua. Yet si wenyewe tumekuwa in contact. Odipo hapa aliongea na yeye kwa simu. Unajua ukiwa hauna detail uwezo ulizwa story yake iko vipi, na uko pale unasema, ndio ikabidi to step in, tuseme maze mambo iko supposed kwenda hivi, because once kitu inaanguka kwa social media inachukua alafu ina flow, na alafu watu wanachangia. So hizi ndio vitu tunajaribu ku avoid, kwa sababu yeye pia kuna watu wake wala concern family wale wataanza kukua affected na hii maneno. That's why tukakuja tukasema hapana, watu lazima wajue pia as Camp Toyo tuko hapa to look out for our own. Unaona? Na hiyo ni kitu ina cut across kila mtu. So ni important watu wajue kuwa jamaa
tukuwekea kwa sababu tunachukua tu information, sio tunapeleka na tujui na tuna final detail. Ukiulizwa case number yako au hata hujui. Unaona? Hiyo ndio summary. Yeah. Fellow, kuna kitu unataka kuongeza ama tu move kwa hiyo story ya Legends Corner kidogo tupeleke na haraka kwa sababu pia nyinyi mnafanya mambo huko, so lazima pia watu wajue what is happening. Nafikiria siwezi ongezea hiyo vile umesema, tunaweza move hapo kwa Legends Corner, so unaweza leta swali. Swali tu ni mimi huona pia saa zingine kwa unapata hiyo show yenu inakuwa Sunday na saa zingine ina clash sana na program yangu ile, kwa pia mimi wana show almost the same time, but mimi kuja na iona baadaye, so mmekuwa mkileta ma legends pale mnawa interview na vitu kama hizo. Hebu tupeleke tuna Rieng, what is the motive, what is the vision behind it, ama iko aje? Kitu moja ile naweza sema ni kama vile ulisema hii COVID bana imechange vitu. Maana yake imechange, kama unaona kama hiyo wewe ulikuwa already tiketi yako tulikuwa kutumia tiketi, Ghost huyo tiketi, Afande Sele tiketi, nyinyi wote mlikuwa mnasema tiketi zenyu zilikuwa ready, mlikuwa mnangoja kukam. So unajua ili tu change, maana yake hata kama hizi show mobs zimetokea online hizi, hapo ndio mali tuliangalia tunaweza fanya nini tusilose hiyo touch tusilose touch ya watu wetu, au hiyo base yetu, hiyo fan base yetu na hiyo family tuita ni kama family yetu yoyo. So ndio tukasema okay, wacha tujaribu kuona kama tunaweza enda live. Na hiyo kwenda live tukaona okay, juu ukiangalia mara mob unapata kuna hiyo generation difference. Hiyo unapata kama legends wengi kama vile tulikuwa na kina Austin Odwor, kama watu wamesaulika. So ilikuwa ni tujaribu ku highlight ama jamaa, tuonyeshe ama jamaa before hawa watu wanacheza saa hizi kulikuwa na watu hapo chini. Na ama jamaa ndio wamefanya mpaka ama jamaa wanacheza saa hizi na bidii hivyo, maana sisi tulicheza before tunacheza saa hizi. Ndio majamaa sisi tulikuwa tunaona, ni majamaa wale walikuwa wanatumentor sisi. So na watu wanacheza saa hizi ukionyesha wachezaji kama wale si uleta ama legends, hata hawana habari. Wanauliza huyu ni mtu gani, huyu ni buda gani. Mimi nishaenda mahali nikaulizwa na huyu buda ametoka wapi? Ndio mimi sikatai mimi buda, lakini pia nilijaribu nikacheza kiwango yangu bana ya ball kiasi. Pia mimi kuna some point ilikuwa kama hao. So ndio sisi Legends Corner tunajaribu pia kuangalia hao the forgotten heroes, naweza sema hivyo. Maana kama jamaa legacy yao ilikuwa big, maana hata saa hizi vile tunaongea unajua Kenya ni one of the countries zile hatuna statue ya mchezaji imewekwa. Statues zile tuko nazo ni za politicians. Na I'm very sorry to say, maana sisi si ma politicians. So mimi naweza sema hata tuwe na statue ya mtu kama Austin Odwor, iwekwe mahali tuulize Austin Odwor unataka statue yako iwekwe wapi? Iwekwe Ziwa ama iwekwe hapo City Stadium. Maana sisi tunaangalia ma politicians wakikam wanakuja mpaka kwa ball, wanafanya vile wanataka, wanatoka. So hiyo ndio kwa sababu ya hiyo Legends Corner. Tunataka ku highlight hawa watu wa zamani, hawa watu walete waweze kuonyesha watu ball before hao ilikuwaje, walikuwa na undergo nini. Hiyo ndio maana hiyo Legends Corner. Ondara Zablon Kirima anasema Makongeni product Agrippa Nyanje KPL winner 1998 with FC Leopards. Alafu Eric Bob Otieno anasema Edwin Odipo mzigo haijawahi fika. Buda unatuingiza bana. Kumbe mimi si me alone. Wacha nikutumie tracking number like haifiki bana. Wewe wacha. Parting shot, nataka mtupatie parting shot so that tusiende pia overtime. Nataka tu kwa dakika moja tu tugawane because tuko wengi. Kila mtu anipatie na dakika moja tu, at least kama uko na word of advice to the youth, watu wale wanataka kuaspire, wana aspire kukampia states. If you guys have anything to tell them, just in 1 minute to summarize, watu vijana wapate ka wisdom because watu wanasema mnawapatia wisdom fiti sana hapa. So tutaanza na wewe Odipo. Jueni prof. Mimi naambia watu hivi kwa hivi story tunapiga hivi show tunazo zetu na pia kwa Brian. Yes, I like to watch, especially the young generation, because we are telling these stories because we don't want them to make the same mistakes we did. So while the story will learn, and then after that they avoid those mistakes we did so that they become better. Otherwise, sky is the limit. Everything is possible. Now your ball is serious. It's serious as it should be. Now inachapa. Hiyo ndio ninaambia mtu. Profesa Mibonga, Kadoch. Sasa Profesa Mibonga maze hiyo ku act after yeye ni normal, lakini wacha angekuwa mwisho anyway. Watu ni lazima watu wakwe focused, na most important jamaa, whatever unafanya lazima kutakuwa na watu wa look for negative. Look beyond easy vitu obvious.
kumbuka kila mtu lazima kuwe focused. It begins with you kuapply na kumove mbele. So stay focused na remember ni wewe mwenyewe, you are a master of your own destiny. Ni hayo tu. Ochi Wenda anasema parting shot aje Karamoja, wacha mbio. Yaani huyu jamaa anaanza pressure. Huyu jamaa anataka kutupigia luta ya show. Agrippa. Anyway, mimi yangu jua mob. Kwanza ningethank watu wote members wa Camp Toyo USA, Farova Development Initiative, Hall of Fame, watu wangu wote wa US. Watu wangu wote wa US wenyewe when it comes to kusaidiana tumekuwa tunakuja pamoja kama team na tunasaidiana. Anyway, na nikirudi back now to home Kenya. Ningetaka kuambia please tujaribu vile tunaweza tushikane na watu wa abroad. Mostly kuna vitu mingi sana tunaweza fanya, lakini na tend ku feel Kenya tumesahau sana US market when it comes to soccer activities. Tuna watu wengi hapa, tuna coaches hapa, tuna players hapa, tuna watu wako na business hapa, but na tend ku feel either hawatuamini ama hakuna mtu asha extend hand yake kukuja kushikana na sisi ndio nini tutafanya. Na kwa upcoming players ile mmesikia discipline ndio kila kitu jamaa. Tujaribu tuwe disciplined. Kama kuna kitu mnataka, don't feel shy, ongeeni na sisi, tutasaidiana. Ni hayo tu. Jaka anasema wise words. Anima Ferrari anasema corona ikiisha tu hivi Camp Toyo Nyale. Na Shipae Enesindio anasema papa weka show pale YouTube nione rewind. Mwindi amenishika. Mi wekaga show immediately nikimaliza, mi wekaga show live pale kwa YouTube. So tukimaliza unapata show pale YouTube, but pia kwa page waga nimeipin. So after show bado utaipata tu hapa as pinned post. Bro Kolo na Holly anasema Karamoja game ni 90, wacha story ya parting shot. Eric G Mwangi anasema nice show indeed, we need part 2 and indeed we will come back with a part 2. Chairman, wewe ndio mtu wa kufunga mchezo. Mimi naweza sema sana naweza sema kwanza kwa nini fraternity yetu hapa hivi ya diaspora ya Toyo family. Naweza sema mazee, asanteni sana kwa vile mmetuwezesha kuja hapa kuweza kuwa represent, na naweza sema pia kwa watu wale wako home pia asante sana kwa watu wale wanatuwatch, maana hii time yenyu kufanya vitu mob sana. Sasa hizi mmekuwa mmelala, wengine mko na watu wiso. Nasema thanks kwa kutu welcome kama nini kwa mahouse yenu kwa saa hizi at this late hour. Alafu pia watu wale wanacheza sasa ball, nikikuja kwa watu wanacheza ball saa hizi naweza sema aje, ball number one thing ni temporary career. Ball si ati ni career ile umeikwamia sasa, unless unaanza kuona difference. Na the moment umeanza kufika hapo after the age of 25, anza kufikiria what's the next step. Maana hata sisi tulifikiria hiyo, tulifika hiyo age tukaanza kuthink future itakuwaje, anza kuthink about next step. Na every slide unapata ama hujawa Amerika usemangaje, every opening unaona, that's a chance of opportunity. Usiwache hiyo opportunity iende. Ukipata hiyo chance na take risk. Mchezaji as a player always take risk. Ukiwata kwa box uko na ball, take risk. Coach anakuambia patiana pass, jaribu kushoot, inaweza kwa bao, baadaye coach atakuja kuhug. So ukipata hiyo mwanya kidogo, tumia. Sisi kufika hapa hivi hatukupata mwanya kubwa, tulipata mwanya ndogo tukaitumia saa hiyo hiyo. Opportunity ukipata, tumia. Kabisa. Thanks. Mazema jamaa mmesikia mean blessing. Kuambia fans about timing, the timing vile tulikip time. Ndio wageni wako in future wajue. Tell them. Ati Anasema niseme juu ya time, show ilikuwa inaanza 7:02 but nyinyi mlikuwa mshafika by 7:30, mlikuwa mshaka, lighting ilikuwa iko set, sound pia ilikuwa. So hiyo discipline I hope pia watu wale wanaochimtaa wale na plan kwa interview kwa mashow wata maintain the same discipline. Kuna yeah. Fulani anaishi Abu Dhabi anaitwa Mean Blessing na Liaka anasema nipeane visa ya US for the top fans. Tunawachora ama au yamekuwai tuchore kama tukifunguka atakuja. Michael Cheng anasema the best show so far, wise men there. Alafu Androzi Kelehi ni mtu wangu wa huko Connect Football pia ako tuned. Au wengine ni watu wangu wa kawaida, hawa tutapatana nao kwa WhatsApp. Majamaa Camp Toyo US, maze long live. Whatever you guys are doing is very commendable, and I just want to extend an invitation to you guys. COVID situation ikiwa fiti na Mungu atujalie tuone December majamaa,
welcome mazee uko Samiti, kamini muone vijana wakicheza ball, wale wanaweza fanikiwa kupata hata scholarship bana, hata bana tuone kama tunaweza fanya mambo ama vipi? Kweli, you never know. Safi jamaa. Thanks so much guys. I'll see you on Sunday. Kuanzia Sunday tunarudisha show ile time yetu ile tumezoea. Kuanzia Sunday tunaanza kufanya ile time yetu because mambo pia itakuwa imeenda chini. So from Sunday show itarudi to our normal time. Wale wanapata time mapema mnaingia pia pale kwa Legends Corner Camp Toyo, mnaangalia pia mambo zile wanafanya ama vipi? Safi kabisa. Shukran Joe. Shukran. Angalia, unajua ni important to mention next Sunday tuko na Green Commandos. Na hiyo pia ni Legends, ni conveyor belt. Hapo kwa Green Commandos lazima mniite. Safi Joe jamaa, thanks so much. Shukran. Sawa. Okay. Yeah. All right. Okay.